Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la mwisho, ushirika wa uongo, marafiki wa uongo. Kuwa na watu wa uongo katika cheni yako ni namna gani inaasili kwa wewe kutokufanikiwa? Mahusiano hubadilisha hatima katika maisha ya mtu. Mahusiano yako yanaweza yakawa chachu ya kukuinua, chachu ya kukudidimiza, lakini tunapaswa kuwa na mahusiano ambayo yatatusaidia kusonga mbele. Wengine sio maadui hao watu tunaohusiana nao, sio maadui, yani sio watu wako wabaya, ila ni watu wako wabaya tu wanapoona wewe unataka kufanikiwa. Yani kuna mtu wewe anapenda hivyo hivyo, lakini anapoona unataka kunyanyuka kufanikiwa ndio adui yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hili kwa kila mtu analo. Amen. Kila mtu analo. Unajua bwana, yani shetani kuna namna ambavyo anakuja kutuingizia maadui. Unakuja kuelewa ukiwa na miaka 50. Unataka amesha kumaliza, si ndio jamani? Yes. Kwa sasa hivi tuwe na nafasi ya kuweza kugundua, kutambua kwamba watu sahihi wewe. Rafiki mzuri ni yule ambaye mnashirikishana mambo mazuri, mambo ya Mungu. Huyo ni rafiki mzuri. Lakini pia akiwa na jambo lake, wewe unajisikia kama alikuwa na yeye hivyo hivyo, ndio rafiki mzuri. Alafu pia awe ni rafiki anayefikiria wewe kwenye kustawi na kukua. Ikiwa una rafiki akisikia umepata hela na Mungu, chana naye. Yani akisikia umenunua vitu vya ndani, yeye kwake ni sikwazo. Yani huyu bado kukuua. Kwa sababu ni rafiki yako mpaka hapo manake amekuua ila tu hujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe ambaye unanuna mtu akifanikiwa, dhambi yako ni kubwa. Binadamu Mungu ametuumba tuje tusaidie wengine. Mimi nilicho nacho ndio wengine wafaidike. Sio usizuie watu wasipate. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maisha yako hivyo. Maisha ni rahisi sana. Ila kwa sababu hivi vitu vinatoka wapi? Ni kwa sababu wana wa Israeli walipokuwa Misri, kichwani mwao walikuja kuamini kwamba, kwa sababu walikuwa wanafanyishwa kazi nzito sana, kufyatua matofali wakati walikuwa gani, kufanya kazi kwa kusimamia, yani kila kitu, hakuna walichokuwa wanafanya pasipo kusimamia. Kwa hiyo kichwani mwao wakajua ili waweze kufanikiwa na kufanya mambo yao vizuri, lazima awepo mtu wa kuwasimamia. Ndio maana walipokuwa wanatoka Misri, walikuwa wanajua huko wanapoenda itakuwa tu ni kucheza bembea, kurukaruka, kucheza mpira. Kumbe huko ndo kuna kazi ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko ndo kuna kazi ngumu. Kwa hiyo unapokuwa umepitia utumwa, hali ya utumwa, unakuwa na fikra za kitumwa. Sasa ukiwa na fikra za kitumwa, wewe manake ni mtumwa. Ukiona mwenzio na juisi, na wewe unatamani ulikuwa ni kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Badala ya kufikiria kwamba inapatikanaje, unaitamani iwe yako.
Kwa hiyo watu wenye fikra za kitumwa wanatamani kila kitu kizuri kiwe chao, wakati hawana uwezo. Sasa mtu ambaye anatamani kitu kizuri kiwe chake, hana uwezo wa kukipata, huyu atakuwa mzinzi, atakuwa masharati, yaani atakuwa ni mwizi. Hali zote za ujinga zitamwandama huyu. Kuna chochote alafu natamani vitu vizuri, nini kupata? Msione tu watoto wanajiuza, ni utumwa ambao umewajabu, wala sio wao. Wale wafundisheni, sio mimi naamini, sio wao. Kuna kitu natakiwa kitoke wafunguliwe, sio wao. Wanatamani vitu ambavyo sio vyao. Hamjaona mtoto maskini tu anazungumza gari? Simeona, yaani mtoto wa maskini hana uwezo wa kupata gari, lakini anazungumza mambo ya gari makali, sijui nini. Tatizo wewe ukiwa mtumwa wa fikra, unakuwa ni mtumwa wa uhitaji. Sasa ukishakuwa mtumwa wa uhitaji, ndio maana hata pesa tukipata hazitusaidii, kwa sababu tumetanguliza uhitaji. Ukiwa muhitaji, pesa ikija haitakutosha. Watu wote wanaoweza kutunza pesa ni wale ambao hawana uhitaji na pesa. Ikiwa hauna uhitaji na pesa, pesa unaweza kuitunza. Ukiwa ni mhitaji wa pesa, pesa haitunzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio, kamuulize yule anayejua kutunza pesa. Mwambie sasa, wewe unatunzaje hiyo 10,000? Alafu uige kwanza kama utaweza. Kuna mtu hawezi, wacha chips hapo unatunza 10,000. Haiwezekani. Yaani kuna vitu ndio maana wengine maswala ya ufalme ni sisi kubadilika. Yaani ni sisi wenyewe kubadilika, ni maisha haya. Sasa hivi ndio mtu hawezi kutunza hela zake. Hawezi. Tatizo. Sijui tufanyeje ili tutunze hela zetu. Wale watoto wetu wanafanya hivi kwa sababu akili zao zimejaa uhitaji. Na kitu chochote ukifanya kwa uhitaji hakina maana katika kizazi chako. Kitu ambacho umefanya kwa uhitaji, maana umekifanya ili watu wakuone. Ukishafanya ili watu wakione, hicho kitu hakidumu. Yaani kitu unachofanya kufurahisha watu hakidumu katika maisha yako. Lakini kile kitu unachokifanya kwa sababu akili yako imeamua kinadumu. Wangapi wanaelewa? Amina. Vijana mmeelewa? Yes. Msinunue tu vitu kwa sababu fulani umeona. Yaani msifanye hivyo. Badilikeni. Mungu umeshapita na wakati kabisa. Sasa muone Biblia, baadhi ni kitabu ambacho kina maana. Inasema aliyetembea na mwenye hekima